kuna mambo ambayo tunafahamu kwamba sasa hivi muhimu wa mchezo. Tunatakiwa tuone michezo ni sehemu ya taaluma. Sasa hivi ukiangalia wote tunafahamu ni jinsi gani ambavyo michezo imekuwa ikitoa ajira. Michezo ambayo imekuwa ikitoa mchango mkubwa katika pato la taifa na uchumi kwa ujumla. Sasa hii yote inatokana na uwekezaji mzuri ambao unafanywa na serikali yetu kuona namna gani wanaweza kuwekeza katika michezo, tukaweza kugundua vipaji vya watoto wetu, tukawafanya wakawa katika ushindani na wakaweza kujiletea manufaa wao wenyewe, taifa letu, lakini na kujiletea kipato kikubwa. Wote ni mashahidi jinsi gani ambavyo michezo mbalimbali inalipa nowadays. Tumeona kwenye basketball, tumeona kwenye football, tumeona kwenye riadha, ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukawasaidia. Mwenyezi Mungu amewapa vijana wetu vipaji vingi, lakini ni wajibu sasa wa sisi kuweza kubaini wale vile vipaji. Sio tu kubaini, haiwezi kutosha kubaini na kuviendeleza ili waweze kutoa mchango mkubwa kwenye shule zetu, kwenye jamii yao, lakini na wao wenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa natoa wito na rai yangu kwamba tusitenganishe taaluma na michezo. Taaluma na michezo viende kwa pamoja. Tutajenga taifa ambalo ni timamu, tutajenga taifa ambalo lina afya bora, lakini tutaweza kutoa mchango mkubwa kwa ajili ya taifa letu na kuwasaidia vijana. Nimesema na nasema kila siku, sio watu wote watafanikiwa katika taaluma moja kwa moja. Watu wengine watafanikiwa katika michezo na vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu ameweka kwao. Kwa hiyo sisi tukivibaini na kuviendeleza, tutakuwa tumetoa mchango mkubwa sana kwa hao vijana tunaowasimamia, lakini na kwa taifa letu kwa ujumla. Tumeona sasa hivi kwamba ni jinsi gani taifa letu linafanya vizuri katika maeneo mbalimbali ya michezo. Kwenye football tumeona sasa hivi. Ile zamani kwa inaonekana kama sisi kwenda kwenye mashindano ya kimataifa, sio finali za iwe CHAN, sio AFCON. Ilikuwa inaonekana vitu haviwezekani, sio vya taifa letu. Lakini tunaona ni jinsi gani sasa tunaweza tukaingia katika eneo la kushindana na wenzetu wengine. Na hii haitokei over sudden tu, ni uwekezaji. Serikali imeweka uwekezaji. BMT na vyama vingine vya michezo na nini wote kwa kushirikiana wameweza kuona ni jinsi gani wanawekeza na kufanya hivyo. Kwa ndugu zangu, tumepata fursa adhimu. Sasa ukipata fursa adhimu, sisi ni kuitumia vizuri. Ndugu zangu na watumishi wenzangu, walimu mlioko hapa, mliopata bahati ya kuweza kupata mafunzo haya, ni vizuri tukayatumia vizuri ya mafunzo yakaleta tija iliyokusudiwa. Unless otherwise itakuwa ina maana. Na mimi nimesema tu kwamba tutapewa cheti, wewe ni good, kitatusaidia kwenye mambo mengine, lakini kile cheti kikaonekana in action. Mimi siogopi. Unajua wanasema even nowadays big organizations do not employ papers, we employ people. Unaweza ukawa na makaratasi yako yakakuelezea vitu vizuri, lakini talent yako na uwezo wako huwezi kujificha. Kwa hiyo tunataka tuone haya mafunzo sasa, tutaanza kuyaona kwenye mashindano yetu tunayokwenda ya UMISETA na UMITASHUMTA. Tutaanza kuona kwa sababu sasa tumeongezewa maarifa na skills. Lakini naamini hata wakufunzi wetu wataanza kutufuatilia kwamba sasa watu tulipotoka pale wanaendaje. Ni vizuri ikatupa fursa ya kufanya vizuri na kuweza kuonekana kwamba mafunzo haya yametubadilisha. Unajua hata elimu isipokubadilisha ni mzigo na ogopa sana mjinga ambaye ameelimika. Mjinga aliyeelimika ni balaa na mzigo mkubwa sana kwa taifa kuliko ukipata mjinga hapa hajaelimika. Kwa hiyo mbona nasema tunaweza tutumie vizuri elimu yetu na mafunzo yote tunayopata kwenda kuleta chachu na mabadiliko makubwa katika jamii yetu. Nimalizie kwa kusema katika ilani ya CCM ukurasa 83 nafikiri ibara ya 7 wanaongelea kuhusu kutengeneza ajira milioni 1.3. There's no way unatengenezaje ajira milioni 1.3. Tumekuwa na maswali tunauliza, serikali inatengenezaje ajira? Hii ndio tunaotengeneza ajira sasa. Yaani this is the response ya kile ulichokisema kwamba tutatengeneza ajira. Maana yake ni kwamba kila watu kwenye sekta yao wanatoa mchango kiasi gani wa kuweza kuwafanya watu wasiwe tegemezi waweze kujiajiri. Leo hii mafunzo haya yanatubadilisha. Ni sehemu na mkakati wa serikali wa kwenda. Kwa hiyo mimi naishukuru sana serikali inayoongozwa na rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye amejipambanua kwamba ni mtu ambaye anataka kila sekta katika nchi yetu ionekane kwa kiwango kikubwa, sio tu kitaifa bali kimataifa. Tumpigie makofi na kumshangilia. Lakini salamu zetu hizi nimalizia kusema BMT, mimi nawashukuru sana. Nafahamu kwamba kuna uwekezaji mkubwa, ukiona watu wamekuja ni fedha.
Tuna watu wamekuja ni commitment. Kwa hiyo mimi nawashukuru na niwaombe kwa kweli mtufikishie salamu nyingi za upendo kwa watu wa BMT na wizara kwa ujumla, kwamba sisi kama miongoni mwa halmashauri chache ambazo wamenufaika na kupata fursa hii muhimu ya kuweza kupokea mafunzo ya michezo kwa walimu wetu, tunawashukuru sana. Kwa niaba ya Watanzania wengine, tunaamini mpango ni mzuri na utawafikia wenzetu wengine ambao hawajafikia. Lakini mwisho kabisa, labda niseme tu kusema kwamba nawashukuru watu wa michezo, especially Jennifer Kisusi. Nimesema sio mara moja na narudia kusema, and this is my statement. Ni mtu ambaye ana commitment na dedication kubwa sana kwenye michezo. Anafanya kazi anayoipenda. Hongera. Kitu unachokipenda utadeliver. Yaani ukifanya kitu unachokipenda utadeliver. Yaani Kisusi kwenye sekta ya michezo ni msumbufu. Anamsumbua kila mtu. Naamini afisa elimu tungemwambia angesema hivyo, mkurugenzi ungemuuliza angesema hivyo, ukimuuliza DC angesema hivyo. Mimi niseme tu kwamba hiyo commitment ndio inasababisha tupate fursa kama hiyo. Alikuwa anasema afisa elimu hapa, hivi vitu havipo, lakini ngoja niwaambie, haviji jumla. It depends na mtu anapochangamka. It depends na mtu anapochangamka, akilala haviji. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wewe pamoja na mwenzako, kwa sababu ya commitment yenu ya juu na dedication yako wakati wote, ndio maana haya mambo mazuri yanakuja. Na mimi ni maombi yangu kwako uendelee kuwa na moyo huo, upambane kuhakikisha kwamba tunafanya serious transformation ya michezo kwenye wilaya yetu. Na hiyo nafikiri ndio mchango wako ambao Mwenyezi Mungu amekupa. If you're gifted kitu fulani, kitoe. Na ukitoa kwa moyo na ukipenda, mara nyingine anatoa kwa gharama zake. I know, mara nyingine anakwenda extra miles, mara nyingine anaanza kuona mkurugenzi naomba niandikie huyo akufadhili. Unaanza kufikiria mbona huyu kama ananisumbua hivi? Yaani nianze kuomba niandikie, nimuombe mwekezaji fulani, nimuombe mtu fulani atupe hata maji, watu wakimbie. Na nafikiri watu wote wameona tunafanya mabonanza mengi, tunafanya vitu vingi. Kwa hiyo bwana Charles, mimi nafikiri when you get chances na fursa yoyote, tunaye afisa michezo ambaye mnaweza mkamkumbuka, kwa maana kwamba kuequip, kwa maana kucapacitate mwenyewe, lakini pia na kumpa fursa nyingine kwa maana walimu wengine ambao wanaongoza. Mimi binafsi nakushukuru sana na Mwenyezi Mungu akubariki katika hili. Lakini usumbufu wangu ni wenye matumaini na matokeo makubwa. Nakushukuru sana. Basi nikukaribishe Mr. Maguzo kwa niaba ya wakufunzi uweze kusema neno kwa mgeni rasmi. Nashukuru sana kwa zawadi ya saa. Niaba ya wenzangu wote tunashukuru sana, ni halmashauri chache sana ambazo tumeenda tukapewa zawadi. Lakini niseme tu kwa wale ambao mfahamu, nadhani mheshimiwa mkurugenzi naye alikuwa akapewa yuko nadhani 2023 nilikuwa hapa. Nikaja kufundisha kozi ya Kids Athletics hapa Mkombe kwenye shule hii tukiwa na wasaidizi kule hapa. Wapi hapa ni nyumbani. Yaani sisi tutakuja tena na tena. Tutakapokuja tena msisahau tena kwamba asali huwa tunaipenda. Na mwisho wa siku mheshimiwa mkurugenzi, na kupongeza kwa kutoa zawadi ambayo sijawahi kuona mkurugenzi anapa wakufunzi walimu ambao wanakwenda kwenye semina kama hii.